Mjuaje mwanamke ulionaye yupo ana uwezo wa kuweza kubeba ujauzito? Kuna dalili ambazo unatakiwa uzichunguze, lakini pia hata wewe mwanamke ukiona una dalili hizi, basi ujue kwamba upo kwenye uwezo mkubwa ambao inaweza kukusaidia kuweza kubeba ujauzito. Sasa hivi tumekuwa na changamoto la uzazi, tumekuwa na changamoto kubwa sana kwa wanawake juu ya changamoto ya uzazi, sababu kuwepo sababu kaza wa kaza ambazo zimepelekea mwanamke ashindwe kubeba uzazi. Kwenye video zilizopita tumeshaelezea kabisa. Sasa hapa nitakuelezea dalili zipi ambazo ukiziona, basi wewe mwanamke, basi wewe mwanamke wako yupo kwenye uwezo mkubwa wa kuweza kubeba ujauzito. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na ucomment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kwa hiyo fuatana na sisi. Kama utakuwa na swali lolote, kama una changamoto ya uzazi, basi wasiliana na JW Sabo Clinic. Tuko hapa kuhakikisha afya yako inaimarika. Sababu namba moja, mzunguko wa hedhi wa kawaida. Unakuta mwanamke mzunguko wake wa hedhi unakuwa ni wa kawaida. Mzunguko wa kawaida wa mwanamke ni siku ngapi? Ni wa siku 21 mpaka 35. Tunapoongelea siku 21, mara nyingi wengi kwenye suala la kuhesabu, wengi tumekuwa hatujui. Ndugu yangu, tunapomuuliza mtu mzunguko wa hedhi, atakwambia mimi ni siku 3, ni siku 7, ambapo hiyo ni muda ambao anakuwa kwenye period. Tunapoongelea mzunguko wa hedhi, tunaongelea kutoka kutoka siku ya mwisho ulipotoka kwenye mwezi fulani na siku ya kwanza ulipoingia ulitumia siku ngapi. Lakini pia utafuatilia continuously kwenye miezi yako 6, unaona iko sahihi, iko sawa, hapo ndo tunaweza tukasema kwamba wewe uko okay. Kwa hiyo ukijua mzunguko wako unaanzia siku 21, unaweza kuwa siku 21, ukawa siku 22, ukawa siku 23, ukawa siku 24 mpaka 35, wewe mzunguko wako wa hedhi ni kawaida. Lakini pia hauchelewi wale hauji mapema. Hii unaonesha kwamba yai linatoka vizuri kabisa na hauna changamoto. Kwa hiyo mwanamke mwenye hedhi ambayo isiyopingika mara nyingi huwa hana changamoto ya kushika mimba au kushika ujauzito. Lakini namba 2, kutokwa na ute wa yai, fertile cervical mucus, moja kwa moja hutokea katikati ya mzunguko wa hedhi, ambapo ukipata ute unatoka katikati ya mzunguko wa hedhi. Ute huwa mweupe, ute huwa clear, lakini pia kama yai na unakuwa unavutika kama yai au kama maji unakuwa unavutika. Lakini pia ni kama yai bichi ambavyo nilikuwa nimeelezea, na mwisho tunasema hauna harufu mbaya. Ute usaidia mbegu ya kiume kuelekea katika kwenye yai. Ndio maana moja ya kazi ambayo imekuwa ikifanywa na njia ya uzazi wa mpango ya kisasa ni kufanya ute uweze kuwa mzito. Na ute ikishakuwa mzito, ni ngumu sana yai kuflow mpaka kwenye ni ngumu sana yai kuweza kuflow mpaka kwenye yai kuflow, mbegu ya kiume kuflow kwenda kukutana na yai la kike. Lakini pia kukosa maumivu makali wakati wa hedhi. Ndugu yangu, wanawake wengi sasa hivi wamekuwa na maumivu makali sana wakati wa hedhi. Wanapokuwa kwenye siku zao wanakuwa wanapata maumivu makali sana, na hii ni moja ya changamoto kubwa ambayo imekuwa ikiwakumba wanawake wengi. Na hii inasababishwa na nini? Masuala ya homoni, masuala ya chango na maambukizi kwenye via uzazi. Maumivu kidogo ni ya kawaida, lakini pia maumivu makali sana inaweza ikaashiria uvimbe kwenye kizazi, inaweza ikaashiria endometriosis, inaweza ikaashiria PID. Kwa hiyo mwanamke mwenye uzazi mzuri mara kwa mara hana maumivu makali. Kama unapata maumivu makali mpaka unatetemeka na uwezi kwenda kabisa kazini, hapo kuna shida, unatakiwa uchunguze. Lakini pia uzito wa mwili wa kawaida, uzito wa mwili uliopitiliza sana uasili homoni. Ndio maana wanawake wengi unakuta ni ngumu sana kubeba ujauzito. Unakuta kwanza hawaingii kwenye siku zao sababu ya mafuta yale mengi. Mafuta yale mengi yanavuruga homoni. Na namna hapa mwanamke unatakiwa ufahamu body mass index ipi ni ya kawaida kwako. Kama ni kubwa, hapo ni ngumu sana kubeba ujauzito. Kama ujui kama uzito wako ulionao ni wa kawaida au sio wa kawaida, unitafute. Ila ukinitafuta uwe na vitu viwili. Cha
cha kwanza uwe unajua urefu wako, cha pili uwe unajua kilogramu zako ulizonazo. Mimi nitaweza kukwambia, nitakuweza kurecommend kwamba uzito wako mzuri unatakiwa uwe kilo ngapi. Hilo ni jambo pia lingine la kufuatilia. Lakini pia homoni ziko sawa. Mwanamke unakuta homoni ziko sawa. Ziko sawa. Cha kwanza kinachoashiria homoni ziko sawa, kuna dalili nyingi ambazo zinaonyesha kwamba homoni ziko sawa. Sasa kama homoni zako ziko sawa, ndugu yangu, hakuna nywele nyingi kama za kiume usoni au kifuani, lakini pia una chunusi kali kupita kiasi, lakini una mabadiliko makubwa ya hisia, lakini pia una hamu ya tendo la ndoa. Sio kwamba unakosa hamu ya tendo la ndoa, basi inaashiria homoni zako ziko sawa. Uke wako sio mkavu, inaashiria homoni zako ziko sawa. Homoni kama estrogen, homoni ya progesterone na homoni ya follicle stimulating hormone, tunasema follicle stimulating hormone mara nyingi ziko sawa, basi mimba hupatikana kirahisi. Wataalamu wanasema simple and clear. Lakini pia hakuna historia ya magonjwa ya uzazi kama changamoto ya PID, kama magonjwa ya zinaa ambayo hayajatibiwa kwa muda mrefu, lakini pia upasuaji mkubwa wa kizazi. Hii yote tunasema ni mirija ya uzazi iliyo wazi ni muhimu sana. Kama hajawahi kupata historia ya changamoto hiyo ya upasuaji, basi ni rahisi sana kubeba ujauzito. Lakini pia unapata hamu ya tendo la ndoa. Sasa kama upate hamu ya tendo la ndoa, ina maana wewe kuna changamoto kwenye upande wa homoni zako. Tunasema hivi huonesha kwamba homoni za uzazi zinafanya kazi vizuri hata wakati wa ovulation. Kwa hiyo lazima utapata hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Sasa kama upati hamu ya kushiriki tendo la ndoa, ndugu yangu, rudi nyuma uweze kujiuliza kuna sehemu kuna shida. Rudi nyuma uweze kujiuliza kuna sehemu kuna tatizo. Kwa nini hauna hamu ya tendo la ndoa? Hiyo ni changamoto kubwa. Lakini pia afya ya jumla iko vizuri. Hauna kisukari, hauna pressure, lakini pia kinga yako ya mwili haiko chini. Kiufupi, afya ya mwili mzima uasili uzazi moja kwa moja. Una kisukari, una pressure, hayo magonjwa makubwa, lakini pia kinga ya mwili iko chini, hii moja kwa moja inaweza ikaasili uzazi. Unaweza kukuta unapambana kutafuta mimba, lakini hivyo vitu tayari vimesha kuasili. Sasa hitimisho ni lipi? Mwanamke sawa, mwenye hedhi ya kawaida, mwenye ute wa yai, mwenye homoni zilizo sawa, uzito ulio sawa, afya njema, huyu ana uwezekano mkubwa wa kuweza kushika mimba kirahisi. Kwa hiyo kama wewe haushiki ujauzito, imekuwa changamoto kubwa, cha kwanza hakikisha mnaenda kuchunguza. Na ukienda kuchunguza usiende peke yako, nenda na mister, nenda na baba chanja, mkaweze kuchunguza, mkaweze kuangalia kuna changamoto gani. Huenda kama ni wewe uweze kupata tiba. Lakini pia na wanaume, na sisi tujisahau, sasa hivi tumekuwa na changamoto kwenye mbegu zetu. Kuna mmoja alinitumia mbegu zipo kwenye kanga, kwenye kitenge. Aisee, ni hatari. Kwa hiyo wanaume pia tusijifikirie kwamba sisi tuko perfect. Sisi hatuko perfect. Hakikisha na wewe ongozana na mke wako, msaidizane, muangalie shida iko wapi. Kama ipo kwake umsaidie akae sawa, kama ipo kwako alhamdulillah, na wewe mnatakiwa uweze kuchunguza, uweze kukaa sawa. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku ili uweze kupata matibabu. Karibu na Mungu akubariki.